BMP TV Professional Update. Welcome ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Mara tena BMP TV Online inakuja mbele zako ndugu mtazamaji kwa kukuletea update kabisa ambazo zinazidi kuwakilisha vyema kutoka uwanja wa BMP TV Online. Kwenye mic tena says the Mr. Orange. Muktasari wa habari. Wakongomani ambao walikuwa mateka mikononi mwa M23 kurudi mikononi mwa wazalendo. Endelea kufurahia update zetu za kila wakati. BMP TV Online yatupoi tunazidi kuwakilisha vyema kabisa. Subscribe, like pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi kwa sababu bila wewe sisi hatuwezi. Kwa hiyo kuwa pamoja nasi kila wakati, update pale inapotoka tu mpya jaribu kufuatilia kwa sababu BMP TV Online tunaleta vitu vizuri ambavyo vinakufanya ndugu mtazamaji wetu uweze kwenda na kuenjoy habari kamili. Katika ofisi za BMP TV Online tumepokea update ambazo tumetamani kushare na wewe ndugu mtazamaji wetu kwa siku hii ya leo, kwa sababu kwa kuona matukio ambayo yanazidi kuendelea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko kaskazini na kusini mwa Kivu ambako machafuko yanazidi kuendelea kila kukicha. Wahasi wa M23 ambaye wanajulikana kama wahasi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wakiteka vijana hawa hapa ambao wako mbele ya screen yako ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Walikuwa wakiwa mateka mikononi mwao, na hivyo wamehamua kurudi katika mikono ya wazalendo na kuongea maneno kadhaa ambayo wamekuja kujitambulisha katika mikono ya wazalendo, kwa sababu wazalendo wanakuwa wanahofu kwa sababu labda alikuwa ishakuwa mateka mikononi mwa waasi wa M23, labda ametumiwa kama chambo ya kuja kupeleleza na kuchukua mambo mengine. Lakini wazalendo wamewasikia vyema, na kama gisi ambavyo tulivyoongea ndugu mtazamaji, hawa si waasi na wala si hawana roho ya kinyama, bali ni watu ambao wanamsikiliza mtu kwa makini na kufanya uamuzi ambao una usahihi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, wamewapa pole pia kwa yale ambao wanazidi kuyapitia, kwa yale ambao wamezidi kusimulia, kwa sababu wameongea kuwa walikuwa wengi bali ambao wamefanikiwa kutoroka ni watu 4, bali wengine ambao wamebaki, wengine wamefikia mpaka kuuawa kwenye kambi hizo ambazo walikuwa wakitekwa ndugu hawa na kupelekwa huko katika hizo kambi za M23 kufanikiwa kuingia kwenye mafunzo ambayo yangesababisha wao waingie vitani na kuja kuua ndugu zao. Lakini bahati nzuri au bahati njema imewafanya kuwa mafunzo hayo hawakufanikiwa kuingia ndani kabisa, na hivyo kupata mwanya wa kukimbia katika eneo hilo la M23 mpaka kurudi katika mikono ya wazalendo ambao ni watoto wa nyumbani. Na hivyo na kuongea kuwa mambo kadhaa wakazaa wazalendo kuwauliza swali, kwa nini amjarudi na silaha? Bali waliongea kuwa waasi wa M23 wanateka wakongomani, lakini hawana uhakika nao kwa sababu wanajua ambao wanamteka ni mtoto wa nyumbani. Kwa hiyo hawana naye uhakika wa 100%, na hivyo kufanya mpaka wanaweza wakawaweka kundi la watu 6 na kuwapa silaha 2. Kwa hiyo hata kukiwa na uvamizi fulani maeneo yale, wale ambao wana silaha mikononi wanafanya kujiokoa, lakini kwa wengine direct ni kufa kwa sababu hawana silaha. Na hiyo ni moja kauli yao kubwa sana ambao wamekuja nayo, na kuongea kuwa wahasi wanazidi kuteka watu lakini hawana uhakika nao. Kwa hiyo wanawaweka kwa sababu ya manufaa ya hapo baadaye, lakini kwa sasa hivi bado kabisa hakujawa uhakika wa mambo kuhusu wakongomani ambao wanazidi kuchukuliwa na jeshi hilo la M23. Na hivyo wazalendo kuamua kuambia kuwa wakae kwanza hapo wasubiri jibu kutoka kwa wakuu wa jeshi hilo la wazalendo, kwa sababu mambo kama na haya kama gisi tulivyoongea ndugu mtazamaji yanabidi kuwa na uchunguzi fulani, kwa sababu huyu ni mtu ambaye tayari aishaishi sehemu fulani na amekuja tayari ana akili nyingine. Kwa hiyo
lazima waishi nayo kwanza kwa kumchunguza zaidi, ili wapate mambo mengine ambayo yanaweza yakafaa na kuwarejesha katika akili yao ya kawaida na kuwafanya kuwa waweze kuwa kawaida kama hapo zamani. Wewe uko mimi niko Minova fasi kwa wanaita Buzi Bulenga. Walikukamata namna gani? Walitana mkanisa wakanibeba kinguvu. Wakatubeba mu maformasio zao. Leo hii tumebatoroka tuko kwa mabibi yetu. Mimi niko mtoto mkwaka Katino. Ile sawa walifika Goma, wakaingia muka. Mimi mtoto soda, wakaingia muka, wakafunga wakatubeba mimi na wakafikia mwote kwenda mkichana. Sasa mafunzo yao si nzuri. Ndio tutawatoroka. Na mimi mtoto soda. Mkoa pale mkakatika. Mimi mtoto ingia tukaenda kule kwa review. Wakafika wakabana kumugoma ndio watuona shehe kule mchana. Lakini leo sasa tumefika huko sisi tunaona bana tutesa sana na tumetoroka tunakia mzee. Tunaona ile maisha yako maisha kuishi. Wewe basha huwa bamoya kule tulikuwa nao tunatoa tutoroke tutukie mimi ndio Beno mtoto kwa utembo batuta kumiti tuende ku meeting tuone meeting yao après meeting bakatufungia mstari wakatuwa ukuchanga tukateseka formation tunafanya na wale watu ni mateshi tunaona hapa tutaweza tukatoroka ndio tunagia huko kwa ndugu wetu bado proteger mzuri nafanya tutumika na ndugu wetu tunabariki tuishi sasa usema unasema bali wakamata sema bali wakamata ukimpatia kumanda kwa msana wafika sasa kuzungumza kushazungumza hapa msikie kama kulisha kuna kisha kwa kupotea sawa ndio mchukua mkono kama kwa kuna mashauri sana mpo wa kumani kuona gisi ya kupita wenzenu beba kama kuna kama unaweza komboa nchi yenu. Hakuna siku mtu wa mbali anaweza sema kisha ni kwa nini napenda kuuliza sasa wakati mlikuwa mnapigana tu muishie wapi? Watu wapigana ndio. Najua nini eske mlikuwa na masira? Kwa watu pata sira mbili tuchako watu basita unagala tu pale wakikia take wa mshinji watakufa kwa jaba na saa kuna mavunduki au wanalala mapale kile mailite mlikuwa kukilima gani ile kilimo migano kuko ba soda ngapi ba Batusi wote ni Batusi wote ni wanaongea lugha moja shini tuko bagoma shi wa moto ndio ndio hapa sasa walienda masisi tena hapa wajue nji mlikuwa migano ba soda mingi ni ba Rwanda bako pale wote ba Rwanda ndani ofisi wote ni Batusi komanda mwiko pale mlikuwa naishi nake na Kapijo ni Mutusi nani wa Rwanda na mwingine ngabo nani Mutusi nani wa Rwanda sawa maana nyinyi bisi mlikamatiwaka ba Minova ba Goma ba Nord Kivu tu bakumanya babapatie sira sawa basi mjue kama mko mkono ya ba PDP na mjue kama mko kuna tena mwikale tu kwanja pale tutakuwa tuko naangalia bibi wako nao watasema. Waasi wa M23 wanazidi kufanya mambo ya ajabu kila kukicha na kutaka kufanya wakongomani ambao wako maeneo mbalimbali kutaka kuingia vitani na kwa nia ya kutaka kuwana wao kwa wao. Ni siasa mojawapo kubwa sana ambao waasi hao wanazidi kuitumia, na wanatumia hiyo njia mojawapo ni kwa njia za mateka. Wakifanikiwa tu kuteka kundi lolote lile, wanazidi kuwapa information zao au mafunzo yao ili waweze kwenda na kuwa pamoja na kwa akili yao.
kwa sababu siku zote mtu unaweza ukawekwa sehemu na mshawishi akiwepo na ukashawishika vizuri na kuingia katika maneno yale, na ukaambiwa labda Wakongomani walikufanyia hivi na hivi, alafu yakakuingia, alafu kama ndani yako una uzalendo na nchi, lazima utageuka nyuma na kuanza kuua ndugu zako. Kwa hiyo ni mojawapo ya siasa kubwa ambayo wahasi wa M23 wanazidi kuitumia kwa namna moja ama nyingine, na ndiyo njia yao kubwa ya kutaka kuwafanya mateka walio wengi Wakongomani. Lakini pia Wakongomani hawa pia ambao wanatekwa na kutishiwa maisha kuwa kama hujaongea hiki utakufa. Kwa hiyo kama mtu una uzalendo ndani yako, lazima uwe mwoga na kufanikiwa kutoa siri ambazo ziko katika nchi kwa walio wengi, hata pia kutoa siri za njia vipenyo katika nchi, kwa sababu ndiyo njia kubwa au nia yao kubwa ya wahasi hao ambao wanazidi kuitumia na kupata mafanikio makubwa ya kuingia kiundani kabisa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu kubwa. Japokuwa wazalendo wanazidi kupambana vyema na kupigana nao kabisa kiujumla, kwa sababu ngome zao kubwa zinazidi kuvunjwa pale tu ambako wazalendo wakikuta makao yao yapo wanapashambulia vilivyo kabisa. Hiyo ni mojawapo ya kazi nzuri na pongezi ambayo inastahili kwa jeshi la wazalendo kwa kazi ambayo wanazidi kuitenda, kwa sababu ni kazi kubwa na ambayo inaleta manufaa machoni pa watu wengi. Hiyo ni mojawapo ya kazi yao kubwa ambayo inazidi kuwakosha kabisa. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, hizi ni update ambazo kila wakati tunazidi kukuletea hapa na pale. BMP TV Online hatupoi. Na hivyo maeneo haya ya vita ambao vita inazidi kuendelea na kurindima hapa kila kukicha, ambako machafuko yanazidi kuendelea kwa sababu ya kuona wahasi hawa hawahitaji kushindwa, bali hawahitaji kufeli kabisa, kwa sababu nia yao kubwa ni kuhitaji udongo mkubwa kutoka katika ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na ndiyo vita kubwa ambayo inazidi kuweka msongamano mkubwa kati ya wahasi hawa pamoja na wazalendo au pamoja na jeshi kwa jumla ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ardhi ni kitu mojawapo ambacho kinazidi kupiganiwa na ni mali kubwa, kwa sababu sasa hivi tumeona kuna maafa mengi ambayo yanazidi kutokea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo taarifa tuliipata hapa ndugu mtazamaji ni majuzi kati tu hapa ya maeneo ya huko Ituri. Airport ya Ituri kumilikiwa na majeshi ya kigeni. Hiyo ni mojawapo ya kuonesha kuwa kuna kufeli ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu uwezi ukaruhusu airport ikamilikiwa na watu wengine ambao wanakuja nje. Hiyo ni mojawapo au ni uzembe mojawapo wa rahisi wa maeneo hayo, kwa sababu ukiamua na kuweka wazi katika njia zako na airport zako zikazidi kumilikiwa kabisa kwa ubora zaidi, na sidhani kama utakuwa una njia tena ya kujitetea hata mbele ya wananchi, kwa sababu wataongea kuwa maneno yako yote ambayo unazidi kuyatoa hapo ni bure, na huku sehemu zingine zikizidi kumilikiwa ndugu mtazamaji wa BMP TV Online kama ilivyo Ituri. Sasa hivi airport ya Ituri inazidi kumilikiwa, na ndiyo ardhi ambayo tunazidi kuizungumzia hii leo, ambayo kila wakati watu wanakufa kwa sababu ya kitu ardhi ambayo M23 wanazidi kuipigania kwa usalama kabisa wa hapa na pale. Watu wanakufa hapa na pale, watu wanakimbia hapa na pale, watu wanakosa afya njema pamoja hata na malazi mazuri kwa sababu ya watu kama hawa ambao wanazidi kupigania udongo ambao si wa kwao, na wanatumia ni njia ya mabavu kwa sababu ya kuona kuwa kisiasa kabisa haiwezi kawa kisahihi na kuongea kuwa hii ni maeneo yao. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, endelea kuwa nasi kwa pamoja na umoja ambao tunazidi kukuletea updates za moto kabisa kila wakati na kila saa. Hii ni BMP TV Online, furahia updates zetu kila wakati. Says the Mr. Orange, nilikuwa kwenye mic kwenye uwanja wa BMP TV Online, tunazidi kusawazisha vyema kabisa. Subscribe, like pia na kucomment, na hivyo utakometisha zaidi pia Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Nenda ukafollow page zetu kwa sababu kule kuna
update zingine ambazo huaga zinapanda kule, na kama mwanafamilia wa BMP TV Online tungetamani unapata update zote kabisa kwa ubora zaidi. Na hata pia ukihitaji kuwa mwanafamilia wa BMP TV Online kwa njia ya WhatsApp, namba ziko kwenye screen yako hapo, moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wa BMP TV Online. Asante. BMP TV Professional Update.